Je, nina hatia kuyadhibiti masaa huru ya mke wangu? Mimi na mke wangu tuko katika miaka ya 40 na tuna watoto. Kwa hiyo maisha yetu yako na mambo mengi ya kufanya. Tunajaribu kumpa kila mmoja wetu usiku mmoja, masaa kadhaa ya kufanya atakalo. Masaa ya mtu ya huru anafanya anavyopenda kuhusiana na mambo yake anayopendelea ya kando na kazi. Wakati hali ya hewa huwa nzuri, mke wangu mara nyingi huenda kutembea na kupanda vilima. Wakati mwingine na dada yake, wakati mwingine na mbwa wetu, na wakati mwingine akiwa peke yake. Akienda kutembea, huwa ninamwambia anieleze anapokwenda na kuwa atachukua muda gani na atarudi nyumbani wakati gani. Ningependa kujua, kwa sababu ikiwa jambo litatokea nijue ni wakati gani nitaanza kuwa na wasiwasi na kuanza kumtafuta. Yeye hunung'unika kuhusu hili kwa mara kadhaa, na amenung'unika kwa muda mrefu, lakini halijasababisha ugomvi wowote kati yetu. Alikuwa na wakati wake wa huru Jumatatu, usiku wa Jumatatu, na akaniambia kwamba anaenda kutembea na dada yake. Asubuhi ya Jumanne nikamuuliza wakati wake na dada yake ulienda vipi? Akaniambia kwamba walifurahia kuwa pamoja, na akaniambia kuwa kila kitu kilikuwa shwari kati yao na walikuwa na wakati mzuri wa matembezi. Na nikamwambia kitu kama, tafadhali kumbuka kunieleza mahali unakoenda na wakati utakaporudi nyumbani ikiwa unaenda kutembea huko kwenye vilima. Na ghafla alinilipukia. Aliniambia kuwa amechoka na kudhibitiwa wakati wake ambao anafaa kuwa huru, na kwamba haifai na inaonyesha kwamba hakuna usawa kati yetu, wakati mimi nitajaribu kumpangia kila jambo analofanya wakati wa masaa yake huru, na yeye hanifanyii hivyo. Na hili lilizua ubishi mkubwa kati yetu, na sote bado tumekasirika kuhusu jambo hili. Kwa mwonekano wangu, hili sio jambo la kudhibiti muda wake, ni kuhusu usalama wake. Yeye yuko peke yake huko kwenye vichaka. Wakati mwingine huwa kumekuwa giza, na wakati mwingine huwa yuko peke yake. Sio wakati wote ambao huwa yuko mahali ambapo simu inaweza kusikika. Nina wasiwasi kwamba ikiwa ataumia au apotee au jambo lingine lolote limfanyikie, sitakuwa na habari ya kujua mahali pa kuanzia kutuma usalama au kumsaidia, isipokuwa aniambie mahali anapoenda. Yeye anabisha na kusema kwamba hapendi kuulizwa habari kama hizo wakati anakuwa na wakati wake huru. Lakini mimi huwa sifanyi mambo ambayo yanahusika na hatari kama hizo. Mimi huwa nafanya mambo ambayo yako mahali ambapo pana usalama. Kwa hiyo akisema kwamba huwa haniulizi, inaonekana kwamba mimi pia hufanya mambo ambayo yanahatarisha maisha yangu, lakini sio kweli. Ndio maana nimekuja hapa kuuliza ikiwa na hatia kutaka kujua mahali anapokwenda na wakati atakaporudi, wakati ule mke wangu ameenda matembezi wakati wake wa uhuru. So bwana huyu alipewa majibu kadhaa kwa sababu aliuliza swali. Employment Lanki alimwambia ikiwa anaenda tu kutembea, mimi namuuliza anapoenda na wakati ule ambapo atarudi nyumbani. Hii ni sheria
ya usalama wa utembeaji. Mtu yoyote ambaye anatembea katika vilima, anapanda milima na kutembea katika vichaka, hasa akiwa peke yake, ni lazima amwambie mtu mwingine mahali anapoenda na wakati anatarajia kurudi. Kuumia miguu na pia kupotea ni jambo ambalo hutokea mara nyingi. Ninaona kwamba kule kujibizana na wewe wakati unauliza jambo ambalo ni la sawa kuuliza, haiko sawa. Kwa uwazi wote, itabidi nijiulize ikiwa kweli huyu huwa anaenda kutembea ama kuna mengine zaidi ya huko kutembea, kwa sababu anaonekana kuwa anaulinda sana huu utembezi wake mpaka yuko tayari kuanza ubishi kuhusu jambo dogo kama hili swali. Safri alimjibu akamwambia, nilichukua kosi ya nyika na inajumuisha kutembea katika mahali ambapo watu hawaishi wakati wa usiku. Jambo la kwanza nililofundishwa na mwalimu wangu ni kwamba wakati unatembea, unaenda kutembea nje, kila wakati hakikisha kwamba umemwambia mtu mahali ambapo utakuwa ukitembea, na umpe muda wa wakati ambao unatarajia kurudi, na asipo kuona ama kusikia lolote kutoka kwako wakati huo utakapofika, basi hakikisha amerudi kukutafuta na kuhakikisha kwamba uko salama. Sidhani kama mke wako anaweza kuwa na tatizo kama hili. Wakati nilikuwa mdogo chuoni, kila wakati nilimwambia mama yangu wakati nilipokuwa naenda kutembea, na ikiwa sikumpigia simu wakati fulani, ulikuwa ni wakati wa yeye kuanza kunitafuta. Hili ni jambo la usalama, sio jambo la kudhibiti muda wake. Trafalgar akamwambia, ninaingia kwenye maoni haya. Sisi ni familia ya watembeaji. Sisi hutembea katika vichaka na vilima, na nimekuwa nikifanya hili jambo kwa miaka mingi tangu wakati nilipokuwa mtoto, na nina uzoefu wa njia hivi. Lakini hakuna wakati wowote ninapotoka kwenda bila kuacha habari kuhusu mahali ninapokwenda na wakati ninatarajia kurudi. Huchukua tu sekunde kidogo kwa jambo moja kukoseka na mtu kupoteza maisha au hata kupoteza kiungo. Hata kwa safari vitembezi wa njia fupi, mtu anastahili kusema anapokwenda na wakati anatarajia kurudi. Inaonekana kwamba mke wako anakuwa si mtu mwangalifu, au pengine anakupa sababu hii ya kutembea ikiwa kuna jambo lingine ambalo unafanya kando na huku kutembea. Yeye ndiye ana makosa makubwa, kwa sababu inastahili kumwambia mwenzako mahali unapokwenda na wakati unatarajia kurudi. I was a person once akamjibu akasema, kumwambia mtu mahali unapoenda na wakati unatarajia kurudi ndio sheria ya kwanza ya utembeaji katika vichaka na vilima. Na kuna sheria tu kama 3. Mwambie mtu, usiwe mpumbavu, na usiharibu hali ya hewa, na usiharibu mahali unapoenda. Sheria ni hizi 3 peke yake. Ninashangaa ikiwa kuna sababu ambayo hajakuelezea, ambayo haiko kwenye maandishi haya. Je, huyu mwandishi anamuuliza vipi mke wake jambo hili?
Sidhani kama ni vile anavyotueleza hapa, kwa sababu ukimuuliza mtu akuelezee mahali anapoenda kwa sababu ya usalama, hili ni jambo wazi. Maybe pengine kuna jambo ambalo wamekoseana ambalo hajalitaja katika maandishi haya. First Tumbleweed akamwambia huna makosa na huna hatia yoyote, na ninashangazwa sana na mtu yoyote atakayekwambia kwamba una makosa kwa jambo hili. Unalouliza ni jambo la mawasiliano la kimsingi. Mtu yoyote ambaye mtembezi yoyote ambaye ana busara huwa anawaeleza wapendwa wake mpango wote wa safari yake, atakapotoka, atakapokwenda na anapotarajia kurudi. Mara nyingi anaeleza watu wengi. Mimi na mke wangu muda mwingi wa likizo yetu tunatembea katika vilima, na huwa tunaendesha vidau na pia kuendesha baisikeli. Na ikiwa tu tunaenda mbele ya nyumba yetu dakika kadhaa kwa siku kadhaa, tunaambia familia zetu zote mbili kuhusu mpango wetu na wakati tunatarajia kurudi, na pia tunawajulisha wakati tunapokwenda na wakati tutakapokuwa njiani tukirudi, ili wasiwe na wasiwasi. Mke wako anaonyesha upofu na kunusurisha maisha yake wakati anapotaka kwenda bila kuwasiliana na wewe. Pia inaonyesha kwamba haoni mbele na ubinafsi mwingi sana. Chochote kinaweza kutendeka ukiwa nje, na ni muhimu sana kwamba unajua mipango yake na mahali anapokwenda. Mwisho tutaangalia Violet alivyosema, huna hatia, lakini inaonekana kwamba huku kutembea huku sio jambo moja tu ambalo umetaka kujua habari zake. Mimi ninadhani kwamba humuulize wakati anapoenda kununua vitu madukani ama anapokwenda kuangalia sinema. Mtu ambaye haendi na wewe kila wakati ni lazima ajue mahali unapokwenda, wakati utakaporudi, na ni mambo gani utaenda kufanya, kwa sababu saa nyingine kuna mambo mengine tunafanya kama vile kuendesha dau, mtu anaweza kuzama. Kwa hiyo katika haya yote ninaona huna hatia. Lakini sijui wewe msikizaji, unaona vipi? Huyu ana hatia?